Habari na karibuni wapenzi wa filamu, natumai mnaendelea vyema. Katika video hii tumekuletea, kwa hivyo wacha tuingie. Hadithi hiyo imewekwa katika mwaka wa 2054 kwenye sayari ya mbali iliyoganda. Mickey, mhusika mkuu, amelala amejeruhiwa kwenye mtaro. Rafiki yake Timo anawasili katika chombo cha anga za juu. Alishtuka kuona Mickey bado anapumua. Lakini badala ya kusaidia, Timo anachukua tu kirusha moto cha Mickey na kumwacha nyuma. Hiyo ni kwa sababu kazi ya Mickey ni kufa. Mickey sio mtu wa kawaida. Yeye ni msaidizi wa kutupwa. Alikufa mara 16 hapo awali. Huu ni mwili wake wa Symbiote. Kila wakati anapokufa, kampuni hutengeneza toleo jipya kwake. Kumbukumbu zake huhifadhiwa kila wiki na kupakiwa kwenye kifaa kipya, kwa hivyo anakumbuka kila kitu kama kilivyotokea. Ufungaji kama huu umepigwa marufuku duniani, lakini huku nje angani ni hadithi tofauti. Watu kama Mickey wanaitwa expendables. Zinatumika kwa misheni hatari. Misheni ambapo haijalishi ikiwa wanaishi. Vifo vyao vinatarajiwa. Ratiba. Siku moja, wanasayansi walichapisha Mickey Symbiote, lakini kuna kitu kitaenda vibaya. Waya kwenye mashine hukatika wakati wa mchakato na kusababisha hitilafu. Bado wanasayansi hawaonekani kuwa na wasiwasi sana. Wamezoea hii. Maisha au kifo haimaanishi sana wakati unaweza kutengeneza nakala nyingine kila wakati. Baadaye, Mickey anatumwa nje ya chombo cha anga kwa kile alichoambiwa kuwa ni kazi ya ukarabati. Lakini yeye hugundua ukweli haraka. Hakuna kitu kibaya na meli. Wamemtuma huko nje kuona ni mionzi ngapi ambayo mwili wa mwanadamu unaweza kushughulikia. Anatambua kuwa yeye si chochote ila panya wa maabara katika jaribio lao lililopotoka. Kurudi ndani, wanasayansi wanacheka wanapofuatilia mateso yake. Mickey anapoanguka, wanajitayarisha kutengeneza kisanii kingine. Wana dakika pieces tu za kukusanya data kutoka kwa mwili wake unaokufa. Lakini Mickey aliishiaje hivi? Yote ilianza miaka 4 iliyopita duniani. Mickey na Timo walikuwa marafiki wakubwa. Mickey alikopa pesa kutoka kwa watu fulani wenye kivuli, pesa ambazo zilitoka kwa kikundi cha kigaidi katili. Walijaribu kuanzisha biashara lakini ilishindikana haraka. Watoza deni hawakuwa na subira. Wakati Mickey na kikundi chake hawakuweza kulipa mkopo huo, majambazi walikuja nyuma yao na mitego ya umeme na mabomu maalum. Wakawakokota kwa bosi wao, jambazi mwenye kuhuzunisha aitwaye Dario, ambaye alifurahia kutesa watu. Mickey alijua kwamba ikiwa hawangepata pesa, wangesambaratika kihalisi. Hapo ndipo walipofanya chaguo la kutoroka duniani na kujiunga na misheni ya kujenga koloni mpya la binadamu angani. Mamilioni ya watu walikuwa wamejiandikisha kwa misheni hii. Mwanaume aliyesimamia, Kenneth, alikuwa mwanasiasa aliyeshindwa na marafiki hatari. Hakushinda uchaguzi wowote, lakini aliungwa mkono na wahalifu fulani wenye nguvu sana. Alidhamiria kuanza misheni hii ya anga kwa gharama yoyote. Timo, akiwa rubani aliye na leseni chache, aliingia kwa urahisi. Mickey hakuwa na ujuzi wowote maalum, lakini alijiandikisha hata hivyo, akiwa na matumaini ya kuanza upya. Lakini ilipokubaliwa, kampuni hiyo ilieleza kazi yake halisi, kuwa ile wanayoidhabihu tena na tena kwa ajili ya kila mtu mwingine. Na kama hivyo, Mickey akawa toleo la Symbiote la yeye mwenyewe hai, lakini daima hatua mbali na kifo. Mwili mpya wa Mickey ulitengenezwa kutokana na kila aina ya taka iliyokusanywa kwenye chombo hicho: mabaki ya chakula, takataka, kinyesi cha binadamu na hata maiti. Ndivyo kichapishi chake kilivyofanya kazi. Ilirejesha kila kitu ili kuunda clones. Msichana huyo alipoeleza hayo, Mickey alishtuka. Kichwa chake kilianza kuzunguka, hakuweza kusindika chochote. Kisha alimsaidia kuingia kwenye mashine ambapo mwili wake ulichambuliwa na kumbukumbu zake zote zikahifadhiwa kwenye kifaa maalum. Walimchoma sindano iliyorudisha kumbukumbu zake zote. Alikumbuka siku ambayo mama yake alikufa. Alikuwa akiendesha gari na kwa bahati mbaya akagonga swichi nyekundu na kusababisha ajali mbaya ya gari. Kukumbuka wakati huo kulifanya aliye tena. Wakati huo huo, msichana alimpa Mickey bunduki. Alimwambia kazi yake sasa ilikuwa rahisi, ilimbidi aendelee kufa. Mickey alisita, hakuweza kuvuta trigger, lakini msichana alipiga risasi bila wazo la pili, akimwonyesha jinsi imefanywa. Chombo hicho kiliruka ndani zaidi angani. Mickey, ambaye sasa yuko hai tena kama msaidizi mpya, alianza kuzoea maisha ya ndani na wafanyakazi. Kila mtu alifuata mazoea, chakula kiligawaniwa kwa uangalifu. Iwapo mtu angechukua zaidi ya walivyoruhusiwa, kengele zitalia na wangelazimika kuzirudisha. Kenneth, kiongozi wa misheni, na mke wake walijiunga na kundi siku moja kwa ajili ya mlo. Pamoja nao alikuwemo Alpha, msaidizi mwerevu wa AI. Alpha mara nyingi alimtumia Kenneth kusukuma ajenda yake mwenyewe.
Kenneth aliweka sheria za msingi. Ilibidi wahakikishe chakula kinadumu hadi walipofika kwenye sayari mpya. Hiyo ilimaanisha hakuna uhusiano wa kimapenzi, kwa sababu ingechoma kalori za ziada na hawakutaka watoto wowote wanaohitaji chakula cha ziada. Wakati huo huo, Mickey alikuwa na shida kuingia. Timu ya usalama ya NASA haikufuata sheria zozote. Walifanya kama wanamiliki eneo hilo. Wakati wa chakula cha mchana, wavulana wawili walimtania Mickey, wakimuuliza ilikuwaje kukaribia kufa. Mickey alikasirika. NASA walijitokeza na kuwaelekezea wavulana bunduki, wakisema ikiwa walikuwa na udadisi, wajaribu kujiua wenyewe. Mapigano yalizuka na usalama ukafunga kila mtu kwa usiku huo. Jennifer na Kai walikuwa wafanyakazi wawili ambao walionekana kupendezwa na Mickey. Lakini NASA iliwaonya Mickey alikuwa mpango wao wa chelezo, sio mtu wa kuwa karibu naye. Baadaye, chombo chao cha anga hatimaye kilifika kwenye sayari mpya. Wanasayansi walitua kwanza na kumtuma Mickey kuangalia mazingira, lakini kulikuwa na tatizo. Hewa ilibeba virusi hatari. Mara tu Mickey alipopumua ndani, alikufa. Tena na tena Mickey alirudishwa. Kila mara alikufa wakati wanasayansi wakitafuta tiba. Hatimaye, baada ya misheni nyingi zenye uchungu, waligundua chanjo. Sasa ilikuwa salama kwa watu kuchunguza sayari. Mickey alijiunga na timu ya watafiti ili kuchunguza zaidi. Waliingia kwenye pango lenye barafu na kukuta ndani viumbe wa ajabu wasiojulikana. Mmoja wao alimvamia Jennifer. Alitoroka kwa shida. Baada ya kutoka nje ya pango, Jennifer aliona donge la ajabu kichwani mwake. Yule kiumbe alikuwa amemfuata. Alisita kupiga risasi na ghafla barafu iliyokuwa juu yao ikaanguka. Ikamwangukia na akafa papo hapo. Kenneth na Mickey wote walikuwa wamehuzunika. Kenneth alimlaumu Mickey. Alisema Mickey ndiye angepaswa kufa. Baada ya yote, hiyo ilikuwa kazi yake. Mickey alikuwa amekula chakula cha ziada pia, na sasa walikuwa na uthibitisho wa video wa kile kilichotokea. Kenneth alianza kumwita Mickey Creeper Mickey kwa sababu kazi yake sasa ilikuwa kushughulika na viumbe wa kigeni wanaoitwa Creepers. Viumbe hivi vilipaswa kuchunguzwa, hivyo sampuli zilihitajika kutoka kwao. Mickey ndiye angeenda kuzichukua. Tim alimpa Mickey chakula kutoka kwenye meli na kumpeleka nje. Siku moja Mickey alikuwa akitembea kwenye tabaka jembamba la barafu juu ya pango. Ghafla, barafu ilipasuka na akaanguka moja kwa moja. Alipigwa na butwaa. Tim aliona hili likitendeka akiwa kwenye meli, lakini alisimama tu akitazama. Hakusaidia. Hili lilikuwa tukio lile lile tuliloona mwanzoni mwa sinema. Tim akimwacha Mickey afe, lakini jambo la ajabu likatokea. The Creepers walionekana. Mickey alikuwa na uhakika wangemua, lakini badala yake, Mama Creeper alitoa sauti ya ajabu na akamwinua Mickey kwenye barafu kwa upole. Creepers wengine pia walisaidia. Hawakumdhuru, walimwokoa. Lori la kampuni lilipopita, Mickey aliruka nyuma na kurudi kwenye kambi ya msingi. Alikuwa amechoka. Alipoingia chumbani kwake na kujilaza, aliona jambo la kushangaza. Mtu mwingine akainuka kutoka kitandani. Ilikuwa ni Mickey mwingine. Hapo ndipo Mickey alipogundua walikuwa tayari wamechapisha Mickey 8. Sasa kulikuwa na clones mbili za Mickey hai kwa wakati mmoja. Mickey Lutsen hakupoteza muda. Alimpiga Mickey Sylvester na dumbbell na kumpiga nje. Kisha akajaribu kumchoma na kumpeleka kwa mashine ya kuchakata tena. Hii ilisababisha pambano kali kati ya Mickey Sylvester na Mickey the Butcher. Mambo yalipozidi kuwa makali, walisikia hatua na wote wawili wakajificha. Wakiwa wamejificha, waliona Tim akiuza kwa siri dawa ya kioevu itwayo Oxazofol kwa mwanachama mwingine wa wafanyakazi. Mickey Daypayton alikasirika. Alimlaumu Tim kwa kila kitu na kuanza kumpiga. Mickey Sylvester alijaribu kusimamisha pambano hilo, lakini hakuweza kujizuia dhidi ya mshirika wake mpya zaidi. Hapo ndipo NASA, musika sio wakala wa anga, na mkuu wa usalama walijitokeza. Mickey Sylvester alimwendea Tim kimya kimya na kumwambia, ikiwa hutaanza kusema ukweli, nitamwambia kila mtu kuhusu biashara yako ya dawa za kulevya. Akihisi amenaswa, Tim alikiri, alisema kilichotokea ni kosa. Mickey alikuwa ameanguka kwenye mashine ya kuchakata tena kwa bahati mbaya, na Tim akaingiwa na hofu. Mickey alimsamehe na kumsaidia. Wakati huo huo, Mickey Sylvester alikuwa bado amejificha, na Mickey Waplines alirudi kwenye chumba chake na NASA. Mickey Sylvester aliona hii na akahisi wivu. Mambo yalianza kuwa magumu. Baadaye Kenneth alimwalika Mickey kwenye chakula cha jioni. Kenneth alikuwa ameunda aina ya nyama ya kikaboni, kitu ambacho ni nadra sana angani. Alimtendea Mickey kwa fadhili na kumpa chakula kitamu. Ilikuwa ni mara ya kwanza mtu alikuwa mzuri kwa Mickey kwa muda. Mickey alipoanza kula, Kai aliingia na kujiunga na mazungumzo. Lakini ghafla, Mickey alianza kutapika.
Ilikuwa serious haraka. Wanasayansi waliingia haraka na kumchoma sindano ya kutuliza maumivu, lakini maumivu yalizidi. Kwa hofu, Kenneth hata akachomoa bunduki, akifikiri kwamba angelazimika kumaliza mateso ya Mickey. Lakini Mickey akapaza sauti, "Si jambo. Usipige risasi," na taratibu kufuata. Baadaye, Kai alimpeleka Mickey chumbani kwake. Alitaka kutumia muda peke yake pamoja naye. Lakini Mickey akiwa bado amechanganyikiwa aliondoka na kurudi chumbani kwake. Mara tu alipoingia, NASA ilimtambua kuwa Mickey Sabedton. Inageuka mtu anayeitwa Dean alikuwa tayari ameambia NASA kila kitu. NASA imekuwa ikichanganya uhusiano na Mickeys wote wawili. Alikuwa ameweka namba za midomo yao ili kufuatilia matukio ya faragha na kila mmoja wao. Hapo hapo, Kai aliingia ndani na kuona kinachoendelea. Alisema, "Ni nini kinaendelea hapa? Je, niwaambie kila mtu ukweli?" NASA ilijaribu kumzuia, lakini Kai hakurudi nyuma. Kisha akauliza, "Kwa hivyo ni nani nambari Sabedton? Na ni nani anayekaa nawe usiku wa leo, NASA?" NASA iliambia kila mtu asiseme chochote. Alisema hii haikuwa pembe tatu ya upendo, ilikuwa tu mkanganyiko kati ya matoleo mawili ya mtu mmoja. Wakati huo huo, clones walikuwa wakitazama TV. Kenneth alikuwa kwenye kipindi cha mazungumzo akiigiza kama shujaa. Kisha Ann, wakati wa chakula cha jioni, alimwambia Mickey ukweli kuhusu Kenneth. Alishiriki mambo yenye uchungu ambayo Kenneth alimfanyia. Kusikia hivyo, Mickey alikasirika sana. Alichukua bunduki na kuelekea moja kwa moja kwa Kenneth. NASA, Kai na Mickey Aptin walijaribu kumzuia. Kenneth alikuwa akiigiza aina fulani jukwaani. Mickey alimnyooshea bunduki. Wakati huo huo, mfanyakazi mmoja alishika mkono wa Mickey na kumwambia asipige risasi. Ghafla, jambo la kushtua lilitokea. Mwimba mdogo alitoka kwenye mwamba uliokuwa karibu. Chumba kilikuwa kimeandaliwa na Kenneth ili kumnasa mtamba. Kila mtu akajishughulisha na kuikimbiza. Wakati fulani, Mickey 7 alimshika mtoto Creeper kwa kuzungumza lugha yake. Dorothy aliliona hili. Alikaribia kumpiga Kenneth, lakini NASA ikamsukuma na badala yake risasi ikagonga mwamba. Kisha Creeper mwingine mdogo akamshambulia Kenneth. Timu ilimpiga risasi na kumuua Creeper, lakini kilio chake kilimfikia mama mtambaa pale pangoni. Sasa mambo yakawa mabaya zaidi. Mickey Sabedton, Mickey 8 Blights na NASA wote walifungwa gerezani. Timu alipokea agizo kutoka kwa Darius, "Kata Mickey vipande vipande na unitumie video." Kwa kurudi angeachilia kila mtu. Timu alikuja jela akipanga kumua mmoja wa Mickey, lakini Mickey Sabedton, NASA na Mickey 8 waliungana. Walipambana na walinzi. NASA ilitumia kisu cha umeme kwa Tim. Kisha mkuu wa usalama akaja na kuwachukua wote kwa Kenneth. Walipokuwa wakipita kwenye korido, waliona kitu cha kutisha. Creepers walikuwa wamezunguka msingi. Walifika maabara. Alpha alikuwa amefanya suluhisho kutoka kwa mkia wa Creeper. Kenneth alikuwa akiwataja watu kama wanyama kutia ndani Ann ili waweze kutambuliwa. Hilo lilimkasirisha Tim. Kenneth aliamuru kwamba kumbukumbu zote za Mickey zifutwe. Alitaka Mickey kuacha kuwepo. Creeper ndogo ilimtemea Kenneth na Kenneth akakasirika. Alipachika Creeper juu ya moto na ncha ya kamba imefungwa kwenye mdomo wa NASA. Healing. Kenneth alimpa Mickey Sabedton na Blights jaketi za bomu zinazodhibitiwa kwa mbali. Akawaambia, "Nendeni mkamate Creepers. Yeyote anayerudisha mikia soto ataishi, mwingine atakufa." Alijiwekea silaha mabomu. Lakini kabla hawajaondoka, Dorothy alimpa Mickey Sabedton fasiri ili azungumze na Creepers. Mickey alitumia mfasiri. Aligundua Mama Creeper alitaka mtoto wake arudi. Alitaka kulipiza kisasi kwa mtoto aliyewawa. Maisha kwa maisha. Mickey aliashiria NASA, "Ikiwa hatutamrudisha mtoto, Creepers itaua kila mtu." Kenneth alipomwona Mickey akiongea akakasirika. Hakutaka amani, alitaka kufanya maonyesho. Alipanga kutangaza wakati wa amani bandia kwa umaarufu. Malori matatu yaliondoka kwenye msingi. Creepers walitazama na kumficha mama mtambaa. Kisha NASA ilishambulia Alpha kwa roketi ndogo. Creepers walimkamata mkuu wa usalama. NASA ilimrudisha mtoto Creeper kwa mama yake. Wakati huo huo, Mickey 8 Blights aliruka ndani ya lori la Kenneth na kumshambulia. Alitumia mwili wake kumzuia Kenneth. Bomu lilipuka na kumuua Kenneth. Mickey alitoa maisha yake kuleta amani. Kuona hivyo, Alpha pia alikufa. Wadudu wakarudi kwenye mapango yao. Amani ilirejeshwa. NASA ilishinda uchaguzi na kuwa kiongozi mpya. Mickey sasa alizungumza na Creepers mara nyingi. Waligundua jambo kubwa. Creepers hawakuwahi kuwa tishio. Yote yalikuwa uongo. NASA iliamua kukomesha uundaji wa filamu milele. Mbele ya kila mtu, aliharibu mashine ya kuiga. Mickey alimsaidia kuharibu clones nyingine zote. Na hatimaye, maisha kwenye sayari yalirejea katika hali ya kawaida. Asante kwa kutazama,
na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo utunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.